I saw another man. Hamwona mtu mwingine After receiving the blessings, baada ya kupokea baraka, that was the beginning of his life running. hapo ndipo kulikuwa mwanzo wa maisha yake kupaa. His name was David. Jina lake lilikuwa ni Daudi. The day that David received the blessings, Siku Daudi alipokea baraka, that was the day David started running from his life all throughout his life. ulikuwa ni mwanzo wa Daudi kutorokea maisha yake. There's some blessing when you get it. Kuna baraka ambazo unapokea, You begin running and you do not know why people are pursuing you, Unaanza why kutoroka. people are hating me, Unashindwa why people mbona- are fighting me, mbona why wananipiga people vita? are speaking evil against me. Mbona wananena Let me mabaya? tell you one thing. There are some blessing that can cause your enemy to begin speaking. kuna baraka ambazo There zitafanya are some maadui waanze blessings that kupokea, shall cause your enemy to begin pursuing na you. zingine zifanye maadui waanze They are kufuata. not after you, but they are after the gold and the treasure you have in the hands. Si wewe wanafukuzwa, wanatafuta baraka. Oh, am I speaking to somebody here? Oh, yes. Then I saw something else. Kisha nikaona jambo lingine. And the Lord said to me, Bwana akaniambia, do you know why I take you through the famine? unajua ni kwa nini nakuchukua ukame? Because it is through the famine that I build you as a strong. Ni kupitia ukame ambapo na kutengenezwa na kuwa na nguvu. I take you in the name of Jesus, in the mind of Christ. I receive it. He said, through the famine, Kupitia ukame I will take you to the process nitakuchukua kwa njia to build you your strength ni kujenga uwe na nguvu, and to bring the best out of you. nikaleta ile iliyo bora ndani yako. But in the famine, I need you to do one thing. Lakini katika ukame nataka ufanye jambo moja. The famine is sent to you Ile njaa inatumwa kwako so that you can dominate the evil mountains. upate kutawala milima miovu. That's why when I saw Jesus, Ndio maana nilipomwona when he Yesu, received the Holy Spirit, nilipopokea Roho the Bible Mtakatifu, said instantly the Spirit of God led him to battle. hapo hapo Roho wa Mungu akampeleka vitani, He led him to the wilderness. akampeleka And jangwani. when he reached in the wilderness, Nilipofika he jangwani fasted in a mountain. akafunga mlimani. After finishing the fasting, the Bible says Satan came to tempt him. Where? In the wilderness. Pale That nyikani. was the blessing that Jesus received. Hiyo ndio ilikuwa baraka Yesu And he was alipokea. pushed into famine. Akasukuma kwenda And the jangwani. famine was the temptation that he encountered. Na ile njaa ilikuwa ni And majaribu after the alipokea. wilderness, Baada ya the jangwani, Bible said the Spirit of God and the angels of God came and served Jesus. Roho wa Mungu na malaika wa Mungu wakaja Let kumhudumia me tell you Yesu. something. Hebu nikueleze They kitu. are divine angels of God. Malaika wa Mungu They are powerful angels of God. na malaika wa Mungu wenye They are nguvu only awaiting for you wanakungojea wewe to tu conquer your famine so that they can come and serve you. ili waje wakuhudumie. I receive. As long as you are in the wilderness, Radi tu uko jikani, they set themselves apart wanajitenga because it is the process of God concerning you to grow. kwa sababu ni wakati wa Mungu So kukuruhusu the ukue. angel, they can never intercept in your growing process. Malaika hawezi ingilia kati ya kati hiyo. It is between you and God. Ni kati yako na That's what the Mungu. Bible said. Jesus only quotes the scripture Maana inasema Yesu alinena maandiko because the scripture is God kwa himself. sababu maandiko ni Mungu mwenyewe. Through your dry season, Kupitia through your complication season, wakati wako there is something God is expecting. kuna kitu Mungu anatarajia. Grow, my son. Grow, my daughter. Ukue uko. Grow, my daughter. Ukomae. Grow, CLJ. Komaa. Grow. Komaa.